السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي عبد العزيز ndio? Ndio mwenyewe. Vipi hali mzee? Alhamdulillah. Jambo inshallah. Watoto salama tu. Vipi hali yako? Salama kabisa. Leta habari. Rajib. Naam. Ya akhi, sijui umesikia habari? Habari gani tena? Kuna jamaa alikuwa anakusema Sheikh. Subiri hapo. Anasemaje? Kusema kweli alikuwa anakusema vibaya. Subiri basi, subiri. Kabla haujaniambia alikuwa anasema nini? Na kabla sijajua ni nani huyo aliyekuwa akinisema au akiniteta, lazima hiyo habari ulioileta ipite na ifaulu katika mitihani mitatu, chujio tatu. Naam. Chujio gani hizo Sheikh? Chujio tatu nimekwambia. Chujio wa kwanza, hiyo habari kwanza ulioileta. Naam. Je, una uhakika nayo? Sina uhakika nayo. Umeambiwa tuna watu? Nimeambiwa tu. Sasa ikiwa habari hujaisikiliza mwenyewe, umeambiwa tuna watu, subiri tuone kama itapita katika chujio ya pili. Chujio ya pili Sheikh? Ikiwa kwanza sio ya kweli hayo uliyosema, huna uhakika nayo, chujio ya pili, hayo utakayonifikishia, hayo ulioambiwa ni mazuri au mabaya? Taban ni mabaya. Sasa ikiwa hauna uhakika nayo na ni mabaya, twende katika chujio ya tatu. Chujio ya tatu Sheikh? Hayo utakayoniambia yana faida na mimi? Kusema ukweli hayana faida. Sasa ikiwa huna uhakika na ukweli wake, alafu hayana faida na mimi, kwa nini uniambie? Naona Sheikh, naam, na wala sio kitu kizuri. Ikiwa hauna uhakika nacho na sio kizuri tena hakina faida, kwa nini uniambie Sheikh? Toba. Ndio. Sitafikisha habari yoyote tena hadi uhakikishe. Hadi nihakikishe kiwe cha faida. Kiwe na cha faida hivyo tena cha uhakika. Na tena cha uhakika. Bwana naam, mimi sina haja kujua hayo kwa sababu hauna uhakika nayo, wala sio mazuri wala hayana faida. Asante sana Sheikh, nimepata faida kubwa sana leo. Tutangaze toba Sheikh. Toba. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Mkono hadi peponi.